ni wajib, ni fardhi. Usipowaua, usipowapiga, wewe una dhambi. Ni dhambi kukosa kuwaua Wakristo, ni Qur'ani. Na kama tutapelekwa kotini, ahlan wa sahlan. Mimi niko kotini mara 4 kipelekwa tena mara ya 5 nini? Ndio Qur'ani inavyosema. Na sisi maulama wetu, kwa sababu ya kutaka pesa kwa haramu, kisha kwa nini tusiseme, kwa nini kwa maneno haya imani hii isifutwe katika nchi ya Tanzania? Kwa nini isifutwe? Imani ambayo inachochea watu wengine wauawe, na hii sio mara ya kwanza watu wa imani hiyo kuzungumza maneno yanayofanana na hayo, lakini ndivyo imani yenyewe inavyozungumza. Nitakunukulia maandiko kadhaa ambayo yanashawishi kuua watu ambao hawako katika imani hiyo. Katika 8:12 Qur'ani inasema, kumbukeni Mola wako alipofunulia malaika akawaambia, hakika mimi ni pamoja nanyi, basi watieni nguvu wale wanaoamini, watieni nguvu wale walioamini. Nitatia uoga katika nyoyo za makafiri, basi wapigeni juu ya shingo zao na kateni kila ncha za vidole vyao. Hayo ndio maneno wanaoagizwa hawa jamaa. Sio hilo tu. Katika 9:29 surati Tauba inasema, piganeni na wale wasiomwamini Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho, wala hawataharimishi alivyoviharimisha Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala hawashiki dini ya haki. Kwa mujibu wa andiko hilo, dini ya haki ni Uislamu. Wala hawashiki dini ya haki miongoni mwa wale waliopewa kitabu. Piganeni nao mpaka watoe kodi jizai kwa hiari yao, hali wametii. Sio hilo tu. Andiko kwa mfano kama hili ambalo ndilo lililotumika au linalotumika mpaka sasa, watu kujitoa muhanga. Hili ndilo lilitumika na Osama bin Laden, watu wake. Hili ndilo linalotumika mpaka sasa, watu kujitoa muhanga na kuua watu ambao hawako katika imani hiyo ya hao mashekhe. Katika 9:111 ambayo wako watu wengine walimtabiri, walimzungumzia kwamba Osama bin Laden basi anastahili kuitwa mtume kwa sababu alifanya malipuzi mazito katika maeneo mawili, World Trade Center New York na Pentagon kule Marekani, na ilikuwa ni September 11 ambao wao wanainasibisha September kwa maana ya 9, 11 kwa maana ya 11. Kwa hiyo katika 9:111 sura Toba inasema, Mwenyezi Mungu amenunua kwa Waislamu nafsi zao na mali zao, watoe nafsi zao na mali zao katika kupigania dini, ili na yeye awape pepo. Wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, wanaua, you have to quote it, you have to must it, wanaua na wanauana. Ndio maana yule jamaa ambaye alipigiwa kelele katika nchi ya Tanzania, watu walihisi kama amefanya bahati mbaya. Hiyo ndio mfumo wa imani yao, kwamba wanatakiwa waue, ni kitu cha kawaida katika imani yao. Na huyo mwingine anazungumza kwamba tusipowaua Wakristo ni dhambi. Hii maana yake lazima tuangalie, na nilizungumza mapema nikasema, imani hii, imani imeleta vurugu duniani, yani ndio msingi wa hiyo imani. Katika sura Al-Maida 5:68 inasema, sema enyi watu wa kitabu. Watu wa kitabu inazungumzia Wakristo na Wayahudi. Enyi watu wa kitabu, hamkujua chochote katika dini yenu mpaka msimamishe Taurati na Injili na haya yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu, nayo ni Qur'ani. Na bila shaka yaliyoteremshwa kwako, yani yaliyoteremshwa kwako Muhammad, yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako yatawazidishia wengi katika wao uasi na kufuru. This is what we are seeing right now. Hiki ndicho ambacho tunakiona sasa. Vurugu kila mahali ambapo imani ipo. Sio kwamba inakuwa ni bahati mbaya, bali ndio maagizo
katika sura Al-An'am 6:65 nasema, sema yeye ndiye mwezaji wa kukuleteeni adhabu kutoka juu yenu au kutoka chini ya miguu yenu, na au kukuvurugeni muwe makundi yasiyopatana, na muweza wa kuwaonjesha baadhi yenu jeuri ya wenzao. Tazama jinsi tunavyoeleza aya kwa namna hii ili wapate kufahamu, nao hawataki kufahamu. Angalia huyu jamaa imani yake aliyeitengeneza imekuja kwa lengo la kuvuruga watu. Sasa hiki ni vizuri ishauriwe serikali kwamba kwa nini kwa mtindo huu hii imani isifutwe kabisa katika nchi ya Tanzania. Kwa nini isifutwe? Kama kumbuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 18 19 inazungumzia sasa 19 inazungumzia kila mtu ana uhuru wa kuabudu ili mradi tu avunje sheria. Sasa kuua mtu mwingine ni kuvunja sheria, na kama inavunja sheria manake hiyo haistahili kuwa sehemu ya dini katika nchi ya Tanzania. Kwa sababu ili iwe dini, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba mtu aabudu anachojua mwenyewe bila kuvunja sheria, bila kuleta madhara kwa mwingine. Sasa hapa ndipo ambacho tumefika, na hivi vitu vikichekewa tunakwenda mbali. Kwa sababu hiyo mimi nashauri hiki kitu kifutiliwe mbali kabisa. Hebu fikirie tena, hebu naomba usikilize tena, yamkini hujaweza kuelewa. Naomba urudie tena kusikiliza, umsikilize wa kwanza na umsikilize wa pili. Kwa nini tusiseme, kwa nini kwa maneno haya imani hii isifutwe katika nchi ya Tanzania? Kwa nini isifutwe? Imani ambayo inachochea watu wengine wauawe, na hii sio mara ya kwanza watu wa imani hiyo kuzungumza maneno yanayofanana hayo, lakini ndivyo imani yenyewe inavyozungumza. Nitakunukulia maandiko kadhaa ambayo yanashawishi kuua watu ambao hawako katika imani hiyo. Katika 8:12 Qur'ani inasema, kumbukeni Mola wako alipofunulia malaika akawaambia, hakika mimi ni pamoja nanyi, basi watieni nguvu wale wanaoamini, watieni nguvu wale walioamini. Nitatia uoga katika nyoyo za makafiri, basi wapigeni juu ya shingo zao na kateni kila ncha za vidole vyao. Hayo ndio maneno wanaoagizwa hawa jamaa. Sio hilo tu. Katika 9:29 surati Tauba inasema, piganeni na wale wasiomwamini Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho, wala hawataharimishi alivyoviharimisha Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala hawashiki dini ya haki. Kwa mujibu wa andiko hilo, dini ya haki ni Uislamu. Wala hawashiki dini ya haki miongoni mwa wale waliopewa kitabu. Piganeni nao mpaka watoe kodi jizai kwa hiari yao, hali wametii. Sio hilo tu. Andiko kwa mfano kama hili ambalo ndilo lililotumika au linalotumika mpaka sasa, watu kujitoa muhanga. Hili ndilo lilitumika na Osama bin Laden, watu wake. Hili ndilo linalotumika mpaka sasa, watu kujitoa muhanga na kuua watu ambao hawako katika imani hiyo ya hao mashekhe. Katika 9:111 ambayo wako watu wengine walimtabiri, walimzungumzia kwamba Osama bin Laden basi anastahili kuitwa mtume kwa sababu alifanya malipuzi mazito katika maeneo mawili, World Trade Center New York na Pentagon kule Marekani, na ilikuwa ni September 11 ambao wao wanainasibisha September kwa maana ya 9, 11 kwa maana ya 11. Kwa hiyo katika 9:111 sura Toba inasema, Mwenyezi Mungu amenunua kwa Waislamu nafsi zao na mali zao, watoe nafsi zao na mali zao katika kupigania dini, ili na yeye awape pepo. Wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, wanaua, you have to quote it, you have to master it, wanaua na wanauana. Ndio maana yule jamaa ambaye
alipigiwa kelele katika nchi ya Tanzania. Watu walihisi kama amefanya bahati mbaya. Hiyo ndio mfumo wa imani yao, kwamba wanatakiwa waue, ni kitu cha kawaida katika imani yao. Na huyo mwingine anazungumza kwamba tusipowaua Wakristo ni dhambi. Hii maana yake lazima tuangalie, na nilizungumza mapema nikasema, jamani, hii imani imeleta vurugu duniani. Yani ndio msingi wa hiyo imani. Katika Suratul Maida 5:68 inasema, sema enyi watu wa kitabu. Watu wa kitabu inazungumzia Wakristo na Wayahudi. Enyi watu wa kitabu, hamkujua chochote katika dini yenu mpaka msimamishe Taurati na Injili na haya yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu, nayo ni Qur'ani. Na bila shaka yaliyoteremshwa kwako, yani yaliyoteremshwa kwako Muhammad, yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako yatawazidishia wengi katika wao uasi na kufuru. This is what we are seeing right now. Hiki ndicho ambacho tunakiona sasa. Vurugu kila mahali ambapo imani ipo. Sio kwamba inakuwa ni bahati mbaya, bali ndio maagizo. Katika Surat Al-An'am 6:65 nasema, sema yeye ndiye mwezaji wa kukuleteeni adhabu kutoka juu yenu au kutoka chini ya miguu yenu, au kukuvurugeni muwe makundi yasiyopatana, na muweza wa kuwaonjesha baadhi yenu jeuri ya wenzao. Tazama jinsi tunavyoeleza aya kwa namna hii ili wapate kufahamu, nao hawataki kufahamu. Angalia huyu jamaa, imani yake aliyoitengeneza imekuja kwa lengo la kuvuruga watu. Sasa hiki ni vizuri ishauriwe serikali kwamba kwa nini kwa mtindo huu hii imani isifutwe kabisa katika nchi ya Tanzania. Kwa nini isifutwe? Kama kumbuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 18 ya 19 inazungumzia, sasa 19 inazungumzia kila mtu ana uhuru wa kuabudu ili mradi tu avunje sheria. Sasa kuua mtu mwingine ni kuvunja sheria, na kama inavunja sheria, manake hiyo haistahili kuwa sehemu ya dini katika nchi ya Tanzania. Kwa sababu ili iwe dini, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba mtu aabudu anachojua mwenyewe bila kuvunja sheria, bila kuleta madhara kwa mwingine. Sasa hapa ndipo ambacho tumefika, na hivi vitu vikichekewa tunakwenda mbali. Kwa sababu hiyo mimi nashauri hiki kitu kifutiliwe mbali kabisa. Hebu fikiria tena, hebu naomba usikilize tena, yamkini hujaweza kuelewa. Naomba urudie tena kusikiliza, umsikilize wa kwanza na umsikilize wa pili. Tunataka tuseme wallahi wabillahi watallahi hatutanii. Kuanzia kesho tunaanza taarifa rasmi kwa wahadhiri wote 3500 kila msikiti wapite Tanzania nzima kuanza kujipanga na kukabiliana na hao wanaoitwa wataandamana. Mtakuta tumekatana vichwa huko barabarani, wala hatuwatanii. Wallahi tunakuapieni, kwa sababu tunaona hii nchi sasa inakwenda kuchezewa. Najua wengine mtakata shauri yenu, lakini huu ndio uhalisia, na wala hatupepesi macho. Tunawaeleza ili wajue, na ni bora muache kwa sababu bora wajue. Usipowaua, usipowapiga, wewe una dhambi. Ni dhambi kukosa kuwaua Wakristo. Ni Qur'ani